Tunaenda kuangalia siri ya upako katika mafanikio, maeneo yote, huduma na uchumi, yaani na maisha, huduma, utumishi, lakini pia na maeneo mengine ya maisha. Siri ya upako katika mafanikio, tunaenda kuangalia leo jambo hilo. Sijui tuko wote? Andika kichwa, siri ya upako katika mafanikio. Na wakati naendelea kufundisha watu hapa, Mungu atawajaza Roho Mtakatifu, ishara ya kwamba anaenda kuachilia mafuta juu yao katika jina la Yesu. Kama unaamini usema amen. Na mafuta hayo yatakutoa sehemu moja na kukupeleka eneo lingine. Kama unaamini sema amina kubwa. Na mafuta hayo yatakusaidia katika utumishi, biashara, kazi na kila eneo. Sema amen. Wakati napoendelea kufafanua maneno haya, Bwana atakujaza kitu. Kila pointi unapoingia moyoni mwako, kuna kitu Roho Mtakatifu anaenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Nini ninachotaka kukwambia? Unahitaji zaidi ya kipawa ulicho nacho. Unahitaji zaidi ya huduma ulionayo. Unahitaji zaidi ya karama ulionayo katika huduma. Unamhitaji Mungu kwa uwezo wake mwenyewe na nguvu zake mwenyewe katika maisha yako. Tunaweza tukawa na karama nzuri au huduma nzuri au kipawa kizuri. Tunaweza tukawa na hivyo vyote. Unaweza ukawa na elimu ya kutosha, lakini kama Mungu mwenyewe akikosekana katika kuwezesha, hauwezi ukaona matokeo. Hauwezi ukaona matokeo. Sijui unanielewa? Mimi nimetembea na Mungu vya kutosha kwenye uchungaji na miaka karibu sasa, sio miaka 15 imefika. Miaka karibu 15. Kwenye uangalizi na miaka sio karibu 7. Lakini kuna nyakati ambazo nimetembea na Mungu na majira yote ya kupwa na kujaa. Alafu nilichojifunza ni kwamba kama Mungu hata kuwepo katika kuwezesha kwa uwezo wake, kwa nguvu zake, akili zako ni bure, na chochote unachokifanya ni bure. Sijui unanielewa vizuri? Yaani kama Mungu hata kuwepo, hata tokea kwa kuwezesha kwa nguvu zake, kwa uwezo wake, ni bure. Hata uwe na pesa kiasi gani, hata uwe na maarifa kiasi gani, kama Mungu hata kuwepo katika kuwezesha, ni bure. Katika kitabu cha Zekaria sura ya 4 mstari wa 6. Zekaria sura ya 4 mstari wa 6. Nitasoma hiki kieneo hiki ambacho ninakitaka. Hiki kieneo ambacho nakitaka. Wote mmeshafika hapo Zekaria 4 mstari wa 6. Biblia inasema hivi: si kwa uwezo wala si kwa nguvu. Hebu sema si kwa uwezo. Kanisa mko wengi, kwa sauti sema si kwa uwezo. Piga kelele, si kwa uwezo wala si kwa nguvu. Mungu anasema bali ni kwa nini? Malizia, bali ni kwa Roho yangu. Tuko pamoja? Mungu anasema si kwa uwezo wala kwa nguvu, akimaanisha kwamba si kwa uwezo wako wala si kwa nguvu zako wala si kwa ujanja wako wala si kwa akili zako kama ni mwimbaji, wala si kwa sauti yako, bali ni kwa uwezo wa Roho wake. Kuna watu wananielewa hapa? Sijui tunaelewa vizuri Anasema anayesema hivi ni Bwana wa majeshi. Katika somo langu la leo, mstari huu una msingi mkubwa sana.
Kwa sababu gani nasema hivyo? Hakuna kipawa, hakuna karama, hakuna elimu, hakuna usomi au kingine chochote kinachoweza kufanya kitu kikaleta matokeo kama Mungu hata kuwepo kwa uweza wake, hata kuwepo kwa roho wake. Sijui unanielewa vizuri. Kwa maana hiyo tunahitaji Mungu ahusike katika kile tunachokifanya, katika kile tunachokiendea, katika makusudi yake kwa uweza wa roho wake. Sijui unaelewa vizuri. Moja ya kitu ambacho nilichojifunza katika utumishi, katika huduma, tangu nimeanza kumtumikia Mungu, ukienda mwenyewe utakuwa mwenyewe na utakuwa mpweke. Hutamwona Mungu akileta faraja yoyote kwenye mazingira yoyote. Hutamwona Mungu akija kukufariji katika eneo lolote. Lakini ukienda na yeye katika kumtumaini na kuamini kwa utendaji wa Roho wake Mtakatifu, mambo yatakuwa mepesi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni majira gani ambayo unahisi ugumu kwenye utumishi wako? Unajua ni majira gani ambayo unahisi kama vile utumishi, kumtumikia Mungu ni mzigo? Ni majira ambayo hakuna utendaji wa Roho Mtakatifu kwako, ambao sasa unakazana kwa juhudi zako, kwa nguvu zako, kwa akili zako. Haleluya. Wakati umeamua kumfuata Kristo na kumtumikia na kuwa mtumishi wake, majira utakayojua ya kwamba Mungu hayuko pamoja na mimi ni majira ambayo utakaohisi uchungu, maumivu, kukata tamaa na kurudi nyuma. Hiyo ni ishara ya kwanza. Huwa anawaambiaga watu ya kwamba ukihisi ishara hiyo kwenye maisha yako ya kiroho, ujue upo mwenyewe. Upo mwenyewe. Hata kama unapita kwenye jaribu lolote utakalolipitia, na katika jaribu hilo ukahisi uchungu, kurudi nyuma, kukata tamaa na kumwacha Mungu, ukahisi imani yako imeshapenduliwa, ujue uko mwenyewe. Ulishamwacha Mungu pale. Kinachofuata ni kumtenda Mungu dhambi. Kinachofuata ni kumkana Mungu kwenye maisha yako. Lakini ninachofahamu mimi na udogo wangu tu uliokuwa nao wa kutembea na Mungu, hata unapokuwa kwenye jaribu la kiasi gani, lakini ukihakikisha Mungu yuko pamoja na wewe, una ujasiri, una nguvu, una imani, na katika ulimwengu wa kiroho unapotazama, unayaona matokeo yale pale yanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Hamjawahi kuona mtu yuko kwenye jaribu, alafu ukisikia kile anachokipitia unaanza kusema ya kwamba yani wewe ndio unasikia uchungu na kuugua, lakini yeye anasikia kumtukuza Mungu na kumfurahia Mungu wakati wote. Hujawahi kuona huyo mtu? Maana Biblia inasema ya kwamba furahini na kushangilia mwangukapo wapi? Majaribuni. Lakini tukija kwa kibinadamu, tukienda kwa kibinadamu, hii ni ngumu. Naongea uongo? Umefiwa na mtoto wako, umepata hasara kubwa ya fedha nyingi, umepoteza mambo mengi, alafu Biblia inakwambia furahini na kushangilia. Mambo yaliyoko kwenye Biblia, mwambie mwenzako, ni mambo ya rohoni. Wanaotembea kwa Roho Mtakatifu peke yake ndio wanaoweza kuyatimiza. Ili uweze kutimiza kiwango cha furaha wakati unapokuwa kwenye majaribu na changamoto, unahitaji uwezo wa Mungu kwa Roho wake Mtakatifu ndani mwako. Kama unaamini, mpigie Bwana Yesu makofi. Biblia ina kiwango kikubwa cha rohoni, kama vile ilivyokuwa katika Torati. Biblia inasema kwamba Torati ni ya rohoni, tena ni kuu mno sana, kiasi kwamba hata walioko wa mwilini hawakuweza kuitimiza, hawakuweza kuikamilisha Torati. Kwa sababu hiyo Bwana akamtuma mwanaye Yesu Kristo, naye kwa Roho wake Mtakatifu aliyoko ndani mwetu, yeye utufanya tuitimize ile amri yote. Hakuna anaweza kuitimiza Torati mwilini. Na nataka kuambia Roho Mtakatifu uliyempokea aliyoko ndani mwako, yeye kazi yake ni kukuwezesha kuitimiza Torati yote, sio kuipunguza. Maana utaanza kusema
tumepokea Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo sisi si wa sheria, sisi ni wa neema. Biblia inatuambia pia neema haitufundishi kutenda nini? Kutenda ubaya wala uovu, bali neema ndio inatuhakikisha katika kweli yote na utakatifu wote. Kwa hiyo ikiwa kama umempokea Roho Mtakatifu ndani mwako, yeye kazi yake ni kukufanya uitimize kweli yote, sheria yote, amri yote, na ile torati inatimilizwa ndani mwako. Ndio maana katika maandiko Paulo akasema ya kwamba torati hiyo inatimilizwa ndani yangu. Ina maana inatimilizwa kwa Roho Mtakatifu. Kuna watu wananielewa hapa vizuri? Nauliza, kuna watu wananielewa hapa vizuri? Nauliza tena, kuna watu wananielewa hapa vizuri? Mpigie Bwana Yesu makofi kama unanielewa. Hii ina maana gani? Ina maana ya kwamba hautaweza kuyatimiza mambo ya kiroho yenye kusudi la kimbingu, yenye viwango vya juu mno, kama Roho Mtakatifu hajahusika, kama Mungu mwenyewe hajahusika. Haleluya. Ni muhimu sana Roho Mtakatifu aweze kuhusika kwenye maisha yako. Pasipo Roho Mtakatifu kuchukua nafasi ya kiutendaji kwenye maisha yako, katika maeneo unayoyafanya, iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe kwenye eneo lolote, mwanangu, nataka nikwambie ni bure. Hakutakuwepo na matokeo, hakutakuwepo na ufanisi, hakutakuwepo na chochote kile kitakachofanyika au kitakachotokea. Sijui unanielewa vizuri? Sasa leo tunapoenda kuangalia kuhusu upako, na tulipoenda kuangalia andiko hili, nini nasema? Kwamba kuna mambo ambayo hayawezekani kwa uwezo wa kibinadamu peke yake. Kuna mizigo ya huduma ambayo haiwezi kubebwa kwa akili pia. Lakini kuna milango ya uchumi kwenye maisha yako haiwezi kufunguliwa kwa nguvu za kimwili tu. Lazima Roho wa Mungu ahusike. Na Roho wa Mungu anahusika kwa njia gani? Mwambie mwenzako ni kuachilia upako. Mwambie mwenzako ni kuachilia upako. Sijui tuko pamoja eh? Kwa hiyo upako sio mbadala wa tabia. Hata kama ukawa na upako lakini tabia yako ikawa haimtukuzi Kristo, basi upako huo na matokeo yake yataharibiwa kwa hiyo tabia. Kwa ninapofundisha kuhusu upako, bado niko pale pale kukuasa kuwa na viwango vya kitabia ambavyo hivyo vitatunza matokeo. Mara nyingi matokeo unaweza kuyapata baada ya kazi kubwa uliyoifanya yanaweza kuharibiwa na tabia ambayo haijashughulikiwa. Mwambie mwenzako, matokeo ulioweza kuyapata kwa bidii na juhudi kubwa yanaweza kuharibiwa na tabia ambayo hujaishughulikia. Nilikuwa naonaga watumishi wengi vijana wanakimbilia kwenye makongamano, kwenye mikutano, au wakati mwingine wanaenda kwa watumishi ambao wanahisi wana neema za kuwavusha, wakitoa tu neno au wakitoa matamko. Wakifika pale wanakimbilia kupiga magoti haraka haraka. Man of God, man of God, anoint me, anoint me. Nipake mafuta. Wanataka upako utakao wasaidia kwenye huduma zao. Sijui unanielewa? Sawa, wanaekewa mikono, iwe wanapigwa mateke wanaanguka, iwe wanapigwa mashuti au wanakaliwa usoni, kichwani, vyovyote vile. Lakini utashangaa wanaporudi bado matokeo hayatokei. Sijui unanielewa vizuri? Kwa maana hiyo nasema nini? Hata kama ukaenda kwa watumishi wa Mungu wa namna gani, watumishi wa Mungu wa kiasi gani, wakuombee, waachilie upako utakaofanya wepesi kwenye biashara, kwenye utumishi, kwenye kazi, lakini kama tabia zinazoharibu utendaji wa Roho Mtakatifu katika upako huo hujazishughulikia, mambo yatakuwa vile vile. Mambo yatakuwa vile vile. Napoenda kufundisha kuhusu upako leo, nataka mtu mmoja anayeadhimu ndani ya moyo, anayesema ya kwamba ninaenda kushughulika na tabia itakaoharibu upako nitakaopokea leo.
Haleluya! Kwa hiyo upako sio mbadala wa tabia. Pamoja na kwamba utakuwa unamhitaji Roho Mtakatifu na utendaji wake na kuachilia upako juu ya maisha yako, basi lazima ujitie jitihada. Kuna tabia lazima uzishughulikie. Bwana Yesu asifiwe. Na masaa mawili kwenye somo hili uko mbele, yamkini nikifikia nitazitaja hizo tabia ambazo unatakiwa kuzishughulikia, ambazo zinaharibu upako uliopokea leo wa kiuchumi, zinazoharibu upako uliopokea leo wa kihuduma, zinazoharibu upako uliopokea leo kwenye eneo lako lolote lile la maisha. Si unanielewa eh? Kwa hiyo mimi nachosema hapa ya kwamba upako haukuruhusu uishi ovyo, haukuruhusu uishi ovyo, bali upako unaenda sambamba na maisha ya kujitiisha chini ya Kristo, maisha ya kumcha Mungu na tabia zote ambazo si za kimungu au zinazozuia mafanikio au zinazozuia uwepo wa Mungu, kuziacha na kuziweka pembeni. Kwa maana hiyo, kama unahitaji uweza wa Roho Mtakatifu ufanye mambo kuwa mepesi kwenye eneo lako la maisha, la kiuchumi, la kiutumishi na la kiroho, lazima ushughulike na tabia ambayo hiyo inakwamisha matokeo ya utendaji huo wa Roho Mtakatifu. Kama unaamini sema amina. Nataka kusikia amina kubwa zaidi. Haleluya. Sasa kabla sijaenda mbele zaidi, nataka kwanza ujue ya kwamba upako ni nini. Kwanza ujue upako. Kuna watu hawaujui upako na hawaelewi chanzo cha upako, asili ya upako. Hawajui kwa habari ya upako wa Agano la Kale, hawajui kwa habari ya upako wa Agano Jipya ambao tunatembea nao sasa, na hawajui ni kitu gani. Tuko pamoja eh? Sasa nataka ujue kwanza upako ni nini. Hebu muulize mwenzako, upako ni nini? Neno upako linatokana na tendo la kupaka mafuta. Hebu sema, neno upako linatokana na tendo la kupaka mafuta. Kwa maana hiyo, ninapochukua mafuta nikakupaka kichwani au nikayamimina kichwani mwako wewe, maana yake ninakupaka, ninakuachilia upako. Sijui unanielewa eh? Kwa hili neno upako linatokana na hilo tendo la kumpaka mtu mafuta. Katika Biblia kupaka mafuta kulitumika kama ishara ya kumtenga mtu au kitu kwa ajili ya kusudi maalum la kimungu. Sasa unapoona kwenye Biblia utagundua kwamba hasa katika vitabu vya Agano la Kale, Mungu alikuwa akisema na manabii zake na kuagiza kuna watu waende wakawapake mafuta. Sijui unaelewa vizuri eh? Ukisoma Biblia yako utaona kwamba kulikuwa kuna aina fulani ya mafuta ambao yale mafuta walikuwa wanaweka kwenye pembe ya ng'ombe. Kwa hiyo yule mtu alikuwa ambaye Mungu amemtuma huyo nabii akampaka huyo mtu mafuta. Kwa hiyo mtu alikuwa anakuja anapiga magoti, alafu anapakwa mafuta, anamiminiwa yale mafuta. Sasa katika kumiminiwa yale mafuta ilikuwa ni ishara ya kwamba mtu huyu kwanza amechaguliwa na Mungu na ametengwa na Mungu kwa ajili ya kusudi maalum. Si unanielewa vizuri eh? Kwa hiyo lile tendo ambalo lilikuwa tunaliona likifanyika kwenye Biblia, hasa katika nyakati za Agano la Kale, mtu kutiwa mafuta, kumiminiwa yale mafuta, ilikuwa ni ishara ya kwamba mtu huyu amechaguliwa na Mungu, ametengwa na Mungu kwa ajili ya kusudi maalum la kimungu. Kwa hiyo kwa maana ya ndani zaidi, upako ulikuwa unawakilisha nini? Upako ulikuwa unawakilisha uwepo, upako ulikuwa unawakilisha nguvu, mamlaka au uteuzi na uwezeshaji wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mtu alipokuwa akimiminiwa yale mafuta kichwani mwake, ilikuwa inamaanisha ya kwamba mtu huyu Mungu amemchagua kwa kazi maalum.
Mtu huyu Mungu amemtenga, kuna makusudi yake anatakiwa yatimize. Kwa hiyo mtu huyu ametengwa kutoka kati ya miongoni mwa watu fulani, sasa amewekwa kwa ajili ya kusudi fulani la kimungu, ya kwamba mtu huyu mamlaka ya Mungu iko juu yake kwa ajili ya kusudio, ya kwamba mtu huyu Roho Mtakatifu yuko juu yake kwa ajili ya kumwezesha kwenye hilo kusudi, na ya kwamba mtu huyu ana uwepo wa Mungu, nguvu na uwezo wa Mungu kwa ajili ya kukamilisha hilo kusudi. Kuna mtu ananielewa hapa? Kwa hiyo ilikuwa mtu huyo akimiminiwa mafuta na nabii wa Mungu na mtu wa Mungu, ilikuwa ni ishara ya kwamba mtu huyu anayemiminiwa mafuta haya, uwezo wa Mungu uko katikati yake, uwezeshwaji uko kwake, utendaji wa Roho Mtakatifu uko kwake, mamlaka ya Mungu iko kwake. Ilikuwa ina maana mtu huyu amechaguliwa na ametengwa kwa ajili ya kusudi fulani la kimungu. Sijui unaelewa vizuri eh? Kwa hiyo kitendo hiko cha kumiminiwa mafuta kwa makusudi haya ambayo nimeyasema, kilikuwa ni kitendo kilichomaanisha ya kwamba mtu huyu upako, hebu sema upako. Oh, kwa sauti sema upako uko juu yake. Kwa hiyo nini maana ya kwamba mtu amepakwa mafuta au mtu amemiminiwa mafuta juu yake? Kibiblia inamaanisha ya kwamba mtu huyu amechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kazi maalum au kusudi maalum. Sasa kutokana na hilo kusudi au hiyo kazi maalum, basi mtu huyu ana mamlaka ya Mungu. Mtu huyu ana uwezo wa ajabu. Mtu huyu ana nguvu za ajabu. Mtu huyu Roho Mtakatifu yuko ndani yake kumwezesha kulitimiza hilo kusudi. Kuna mtu ana upako hapa kwa ajili ya kusudi fulani lilokuwa mbele yake? Kama yuko hapa aseme amina kubwa ile changamka, sio inao la la la. Nauliza, kuna mtu ana upako hapa kwa ajili ya kusudi lilokuwa mbele? Wanaojijua na makusudi wanaelewa ninachokisema na wanalitamani hili somo na wanatamani hiki kitu. Ambao hawajajui kusudi la kulitokao duniani wanatoa macho hapa. Mimi wenzako usitoe macho. Wewe wenzako usitoe macho. Kama una kazi ya kufanya utatoa macho tu. Lakini mtu mwenye kazi ya kufanya kwenye dunia hii anaelewa kuna kitu fulani kinatakiwa kufanyika kwangu kwenye ibada ya leo. Sema amina. Sijui unaelewa vizuri eh? Kwa hiyo kwa lugha ya kibiblia, upako unaweza kuelezwa kama uwezeshwaji wa Roho Mtakatifu unaomfunika mtu, kumtenga, kumpa mamlaka na kumwezesha kutimiza kazi ya Mungu kwa matokeo ya kimungu. Kwa lugha rahisi, mtu huyo anakuwa ni kwamba amepewa namna zote za kurahisisha kusudi la Mungu analolifanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kibiblia tunaweza kusema kwamba upako, sikiliza, upako unaweza kuelezwa kama uwezeshwaji wa Roho Mtakatifu unaomfunika mtu. Upako unaweza kuelezwa kwamba uwezeshwaji wa Roho Mtakatifu unaomfunika mtu, kumtenga. Ili neno kutenga ina maana unasetiwa pembeni kwa ajili ya target fulani ya kimungu, kwa ajili ya kusudi fulani la kimungu. Tuko pamoja eh? Kumpa mamlaka na kumwezesha kutimiza kazi ya Mungu kwa matokeo ya kiungu. Kumpa mamlaka na kumwezesha kutimiza kazi ya Mungu kwa matokeo ya kiungu. Acha nikupe lugha nyepesi tu nyingine ya kudefine upako. Kwa lugha rahisi tu, upako ni nguvu ya Mungu juu ya mtu kwa ajili ya kusudi la Mungu. Haleluya. Upako ni nguvu ya Mungu juu ya mtu kwa ajili ya kusudi la Mungu. Ni nguvu ya Mungu inayokuwa juu ya mtu wakati analitimiza kusudi la Mungu, ili kulifanya lile kusudi liweze kutokea kwa matokeo ya kiungu yaliyokusudiwa. Yaani mpaka hapa utagundua nina uhitaji upako.
Haleluya. Yaani ukisikia tu utagundua kumbe kuitwa kwangu kumtumikia Mungu katika eneo lolote la karama, la huduma, katika eneo lolote lile nina uhitaji upako. Mpaka hapo utajua unahitaji upako. Katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18 mpaka 19, lakini kuna maneno nayataka, ila nataka unapoenda nyumbani ukasome huo mstari vizuri wa 18 na wa 19. Lakini kuna maneno nayataka hapa ambayo haya maneno tunaona kwamba Yesu aliyasema, na hata katika kitabu cha Isaya kilisemwa, ishara ya kumtabiri Kristo. Haleluya. Maana Yesu Kristo ndio mfano akiwa ameuvaa mwili duniani, mtu aliyetembea kwa upako, kwa kuwezeshwa kwa kiungu, kwa Roho Mtakatifu kuwa juu yake. Yesu ndio mfano namba moja. Yaani tukifundisha chochote kwenye Biblia tunayemuona ni Kristo tu, hakuna kitu kingine. Hata tukiongea habari za Daudi tunamuona Kristo. Hata tukiongea habari za Nabii Isaya tunamuona Kristo. Yaani Yesu ndio kila kitu kwenye Biblia. Kwa tunapofundisha baadhi ya vitu, wa kwanza kumtolea mfano ni Kristo. Hata kwenye upako tunaweza kumtolea mfano Yesu Kristo. Katika Luka 4:18 mpaka 19, Biblia inasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Neno hili amenitia mafuta inamaanisha ya kwamba upako. Haleluya. Ameachiliwa upako juu yake. Anasema ya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri masikini habari njema. Kwenye andiko hili ukilisoma utaona kwamba upako unakuja kwa ajili ya kazi. Haleluya. Sisi tuko pamoja? Huja kwa ajili ya watu, huja kwa ajili ya kuleta majibu ya Mungu katika maisha ya wanadamu. Kwa sababu gani? Hapa Yesu Kristo anasema kwamba Roho wa Mungu yuko juu yangu. Maana yake ametiwa mafuta. Upako ulioachiliwa juu yake kwa Roho Mtakatifu huko juu yake. Kwa sababu gani? Ni kazi aliyoisema pale mbele katika andiko hili. Huyo Roho wa Mungu amemtia mafuta, yani amemwachilia upako. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwahubiri masikini habari njema. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kazi ya kueneza neno jema la kimungu. Hivyo naweza kusema kwamba kumbe anayepakwa mafuta, anayepatiwa upako ni ishara ya kwamba mtu huyu amepewa kusudi, kazi. Hakuna mtu anaweza kutembea kwa upako kwenye maisha yake, kuwezeshwa kwa kiungu, namna ya kiungu, utendaji wa Roho Mtakatifu wa kurahisisha mambo kwenye maisha yake. Hakuna mtu anaweza kutembea na hali hizo za kiupako kama hana kazi maalum ya kiungu hapa duniani. Muulize mwenzako, una kazi maalum hapa duniani? Tunaposema habari ya kuwezeshwa huku kwa kiungu, utendaji huu wa Roho Mtakatifu namna ya kimungu, inamaanisha kwamba kuna kuja kwa mtu ikiwa mtu huyu ana kazi maalum ya kiungu, kazi maalum ya kimungu ambayo anapaswa kuitekeleza hapa duniani. Mungu hampaki mafuta mtu wala hampi uwezo wa ajabu wa kumwezesha kwenye maisha yake mambo yakawa mepesi, kwa sababu akiwa huyo mtu hana kusudi lolote. Hebu jaribu kufikiria kwanza, unataka Roho Mtakatifu akae juu yako kwenye kila unachokifanya, kuwezeshwa kwa kiungu kutokee kwenye maisha yako kwa ajili ya nini cha kimungu? Muulize mwenzako, unataka upako kwa ajili ya nini? Hapo kuonekana kanisani kwenye huduma ni Jumapili kwa Jumapili. Alafu anakwambia nataka hamna kitu. Wewe utaendelea tu kuiona biashara yako ngumu. Utaendelea tu kuona mambo magumu. Yaani utaendelea tu kukimbia kwenye hii dunia. Kwa sababu gani? Uko duniani ukizurula. Hujaja ukiwa na kusudi la kuumbwa kwako. Hujatambua kusudi la Mungu